tumezungumza muda mrefu, kumaliza na swala ya kadhaa. Nataka tutoe maoni yako kwa hii miaka 30. Unaionaje haki jinai nchini? Kwa hivyo tutakuja kama hiyo ya mfumo wa kijinai umevurugika. Ni wa kusikitisha. Kama nilivyosema, vyombo vya haki jinai kama tume ya haki jinai ya Jaji Chande huyu tume yake imesema jeshi la polisi fanya nini? Livunjwe, lisukwe upya. Na sisi sio wa kwanza sio mara ya kwanza kwa Tanzania kuunda chombo upya. Mwaka 64 Tanganyika African Rifles wamegoma tarehe 26 mwezi wa kwanza mwaka wa 60 Januari mwezi wa kwanza mwaka 64. Na baadaye Nyerere na Kawawa walikuwa wamejificha, sio nasikia tunaambia ni Kigamboni. Baadaye wamerudi, tulipigwa na askari, unajua wale jeshi 5000 wale walikuwa Burito Barracks. Hiyo basi ni nani? Ni tunaita Lugalo, kabla ya jeshi Lugalo, si ndio? Ilikuwa ni kwenda ndio nani Korito Barracks, si ndio? Pigwa na wanajeshi 60 wa manuali moja tu ya Kiingereza, amepiga vinani vyake wote wakatoka, mimikia imeingia kwenye vinani. Wanajeshi hao mimikia wote imeingia kwenye vitovu. Tukavunja jeshi. Ndio tukachukua wanajeshi kutoka Canada, kutoka Nigeria, kutoka Ethiopia, si ndio, wakaja hapa. Ndio tukaanza tarehe 1 mwezi wa 9 tukaunda nini? Tukaunda Tanzania People's Defense Forces, TPDF, jeshi la wananchi wa Tanzania. Tuna uzoefu wa kuvunja hiyo. Ndio maana usikia mwaka jana walikuwa wanasherehekea miaka 60 ya jeshi, si ndio? Tumesha kuanza upya. Kwa hali sasa ilivyo, ukiangalia jeshi la polisi, uwezo ukasema eti nirekebisha, hamna kitu, ni kuanza upya. Alafu lazima waweze kufahamu kwamba hii ni jamhuri. Wananchi ndio, yani mwenendo wa jamhuri ni tofauti na unavyoenda katika nchi ya kifalme au nchi ya kisultani. Hapa imekuwa ni jeshi la kibabe tu. Tumeona yalitokea tarehe 29 Oktoba. Jeshi la wababe. Wale wakati wale magangwe. Si ndio fahamu si kama lugha bado ipo neno la ugangwe. Nalo jina gagangwe, si ndio? Ilikuwa ni ugangwe wababe, ndio basi tu. Hatuna ile kuendesha kwa uweredi kwa jeshi ambalo tunafahamu kwamba wao mbiu yao inasema usalama wa nini, wa raia, si ndio? Lakini sasa ni hatari kwa raia, si ndio? Ni hatari kwa raia. Sasa hiyo ni shida kubwa, ni shida kubwa. Na mimi nazungumza sasa, na mimi nimeshatoka katika umri mdogo, nimeshaingia katika umri mzani, sio mtoto tena, si ndio? Nilipata wakili nikiwa na miaka 29, sasa na miaka 59, mwakani nafika 60 kwa neema ya Mwenyezi Mungu kama nafika, si ndio? Nimeona mengi.